Furaha imerejea katika ndoa ya Manyanya na Vai. Ni baada ya ujio wa wazazi wa Manyanya kwa lengo la kuweka sawa ndoa ya mtoto wao, kwa sababu Manyanya aliondoka nyumbani kwake na kuelekea sehemu isiyojulikana, na sasa Vai ametambua makosa yake na amejua nini ambacho anatakiwa kukifanya, kwa sababu alitenda mambo yasiyofaa na sasa anajutia sana kwa yale ambayo aliyafanya, kwa sababu ndiyo yaliyompelekea yeye kukosa furaha katika ndoa yake. Tukumbuke Vai mwanzoni alikuwa akiandaa chakula cha ajabu ajabu, na sasa ameanza kutambua kwamba mume wake anatakiwa kunawili na kufurahia chakula ambacho anakiandaa. Nyakati za asubuhi baada ya kulala kwa mara ya kwanza na mume wake, baada ya kuondoka, anaandaa chakula kizuri, kwa maana kwamba ile breakfast, chai nzito. Manyanya anashangaa, hiki ni chakula ambacho mke wake amepika kweli au ni mtu mwingine? Baadaye anakwenda kumuuliza, hiki chakula umepika wewe? Vai akasema kwamba nimepika mimi, mpenzi wangu. Sasa baadaye Manyanya anakwenda kumwambia kwamba kumbe unajua kupika kiasi hiki. Baadaye Vai anasema kwamba alikwenda kuangalia tutorial YouTube na kujifunza namna ya kupika chakula cha aina hiyo nyakati za asubuhi. Manyanya anafurahi sana kwa sababu aliamini haya yote yanaweza yasitokee kwa mke wake, na sasa amejifunza. Tukumbuke hii ni ligi ambayo alianzisha yeye mwenyewe Vai, lakini kwa sasa ameishindwa kusonga nayo mbele. Na Manyanya aliwahi kumuuliza mke wake na kumwambia, Vai, hii ligi ambayo unaianzisha, je, una uwezo wa kuihendo? Na sasa Vai ameinua mikono juu, kwa maana kwamba ameshindwa kuendelea na ligi hii, na sasa anatambua kabisa kwamba mume wake ni wa thamani sana. Hapa kuna kitu cha kujifunza, kwa sababu mambo mengi katika ndoa huwa yanatokea. Sasa baada ya kutenda mambo mabaya, ametambua nini cha kufanya ili aweze kukaa sawa na mume wake, baada ya kupata msaada kutoka kwa wazazi, kwa sababu mtu mjinga, mwanamke mjinga huvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Sasa hapa mahaba yanaanza. Nyakati za asubuhi tunatazama Manyanya analishwa na mke wake kimahaba. Taratibu Manyanya anaanza kutoa tabasamu, na baadaye naye anakwenda kumwambia, na mimi nataka nikulishe kipenzi. Anakwenda kumlisha. Basi hapa tunaona furaha inazidi kuendelea. Baada ya kupata furaha hiyo, nyakati za asubuhi tunatazama Kathe anapiga simu. Kabla hata hajanywa chai, tunatazama kumbe Kathe alipiga simu, na baadaye Manyanya alimwambia mke wake kwamba hii simu siwezi kupokea kwa sababu atanitia tu stress. Baadaye tunaona Vai analipokea lile swala bila kuwa na ugomvi wowote. Tukumbuke Vai mwanzoni alikuwa mkali, lakini kwa sasa ametulia sana sana. Baadaye bana Manyanya anamwambia mke wake kwamba nahitaji unisajilie line wewe mwenyewe, hivyo nahitaji kuvunja line yangu na sihitaji usumbufu wowote. Hapa mapenzi yameanza. Kwa hiyo Vai anakwenda kumsajilia line Manyanya ambaye ni mke wake, anazungumzia ambaye ni mume wake. Sasa hapa kuna kitu kinakwenda kujitengeneza kwamba Manyanya anataka kuanza upya ndoa yake. Sasa hapa baada ya hapo tunaona Vai anaenda kusajili line nyakati za usiku, anakwenda kuvunja ile line ambayo alikuwa anatumia, na baadaye anaweka line ambayo amesajiliwa na mke wake. Sasa hapa tunaona Vai anaanza kuongea kwa hisia na kusema kwamba kiukweli mume wangu, siwezi tena kurudia kufanya chochote ambacho hakipendezi katika maisha yetu. Kiukweli naumia sana kwa sababu haya yote ambayo yametokea, sababu kubwa ni mimi mwenyewe. Hivyo sikubali tena kukukosea, naweza nikakupoteza.
na mimi nashindwa kuishi bila wewe kipenzi. Kiukweli nimejifunza mambo mengi sana kupitia hii hali ambayo imenipitia katika maisha yangu. Kwa hiyo kikubwa hapa mimi saizi nitatenda mambo yaliyokuwa mema. Sasa hapa tunaona Manyanya kifua kinamshika fulani hivi, akawa anakohoa kwa nguvu. Sasa hapa Vai anashtuka kwa sababu tayari amekuwa katika hali ya kumpenda sana mume wake, anakimbilia maji, anakwenda kumpa kwa sababu hapa kuna mahaba fulani. Manyanya anashangaa kwa sababu haya yote hayakuwepo kwa upande wa mke wake, kwa sababu aliwaza sana katika swala zima la kutafuta pesa, uzuri wake, elimu yake. Basi hapa anaenda kujifunza baada ya mambo yote yaliyopita. Sasa kwa upande wa Mati bana, mambo kwake ni magumu sana kwa sababu hali yake haiko sawa, kwa sababu ya pressure kupanda, kwa sababu ya stress ambazo amepitia. Mpaka sasa ndugu zake na wazazi wake hawatambui. Sasa mama yake anakuja kwa lengo la kuangalia afya ya mtoto wake. Baadaye sasa anambeba na kumrudisha nyumbani. Sasa wakati wanarudi nyumbani, Mati akiwa katika hali nzuri. Sasa hapa baada ya kuona watu wamejazana nyumbani kwake, tena anarudi katika ile hali ya kuumwa na kudondoka chini kwa sababu ya kuona watu wako mbele yake na wamekuja kwa lengo lile lile ambalo limempelekea yeye kukosa fahamu, linalompelekea yeye kupata stress. Sasa hapa wazazi wake wanashindwa kuelewa, na baadaye shangazi yake anakwenda kuzungumza, aisee, kwa hili jambo kuna mkono wa mtu, kwa sababu hawa wazazi hawajui chochote kinachoendelea. Kwa hiyo mpaka sasa Mati bado hali ni ngumu sana kwa sababu ya stress za mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo mpaka sasa Mati ambaye alikuwa ni mpenzi wa Manyanya, na Manyanya amerudi kwake. Hapa kuna kitu cha kujifunza, ni kwamba katika mahusiano siku zote, katika mahusiano na mume wa mtu au mke wa mtu, ipo siku hiyo sumu itakuja kukushika, kwa maana kwamba mke wa mtu ni sumu, mume wa mtu ni sumu. Sasa hii sumu inazidi kumtafuna Mati kwa sababu alitambua kabisa huyu ni mume wa mtu, alitakiwa afuatilie nini cha kufanya, na sasa anakwenda kudondokea katika sumu ya mapenzi ya mke ya mume wa mtu. Sasa hapa tunaona mambo ya kujifunza ni mengi kweli kweli. Sasa tukienda kutazama kwa upande bana wa Mdeme, huyu bana baada ya mke wake kuondoka bado anaingiza sana wanawake. Hii familia bana huwa inanichekesha sana. Mapenzi ya Aileen na mume wake bado ni vichekesho sana. Sasa Mdeme bana ameshaingiza wanawake wawili, na sasa ameingiza mwanamke mwingine kwa sababu tu huyu ana nyama fulani. Sasa anakuambia hivi ndo vitu vyangu. Sasa hawa wengine wanachukizwa na ile tabia ya kuongezeka kwa mwanamke mwingine, lakini yeye ndiye muamuzi katika ndoa yake. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa dada zake na Vai wako kule, lakini huyu mwamba anakula bata na anaongeza wanawake katika nyumba yake, katika kitanda kile kile ambacho analala na mke wake. Sasa hapa amemleta mwanamke ambaye ni mnene. Sasa hao wengine wamechukizwa, na baadaye anasema sasa nyinyi mnachukia nini wakati huyu ni mnene, wakati nyinyi nikiwakusanya wote kwa pamoja ndo mnakuwa huyu, kwa sababu huyu ni mtamu, ana nyama. Sasa huyu ni mtu wa Bakola, tunazungumzia mzee wa visheti. Huyu ni Mdeme bana. Hizi ni ndoa ambazo zinaonekana kuwa na changamoto sana. Kiukweli mambo ni moto sana katika tamthilia hii hapa ya Dunia, na tunaona mambo mengi ya kujifunza kwa sababu dunia ndivyo ilivyo. Matendo ambayo yanaonekana katika tamthilia hii kiukweli ndio matendo yaliyopo katika mitaa yetu ya kila siku, maisha yetu ya kila siku, mazingira yetu ya kila siku. Chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, hapo gonga basi utakuwa wa kwanza. Wewe kigonge hicho, pia gonga kikengele ili uwe wa kwanza kupata movie zote kari
kwa wakati sahihi, kwa sababu unaweza kuwa unachelewa, lakini ukisubscribe unakuwa wa kwanza kupata movie zote. Karibu sana na asante.